halmashauri yetu ya jiji la Dar es Salaam tuliamua kwa maksudi kulingana na jiji letu la Dar es Salaam, idadi yetu ya watu, wakazi, uzalishaji wa taka na umuhimu wa kuweka jiji letu safi, lakini kutekeleza agizo la Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wa kuboresha na kuimarisha mazingira yetu. Tuliamua kwa makusudi kwamba kila siku ya Jumamosi itakuwa ni siku ya usafi kwa halmashauri yetu ya jiji la Dar es Salaam. Na tukasema siku hii ya Jumamosi ni siku ambayo makampuni yote, taasisi zote rafiki wa mazingira na masuala ya usafi tunashiriki pamoja kufanya usafi kwenye jiji letu la Dar es Salaam. Maana yake kwenye maeneo ya mitaa yetu kwa kushirikiana na wenye viti wa mitaa, lakini katikati ya jiji la Dar es Salaam kwa kushirikisha makampuni yote. Na ndio maana kwa siku ya leo ukiangalia kwenye fukwe hizi kwa kushirikiana na taasisi mbalimbali na makampuni yote tumeweza kuja kushiriki kufanya usafi kwenye fukwe yetu hii ya Deku Beach. Hivyo niwashukuru na kuwapongeza Forum CC pamoja na kampuni zote na viongozi na watendaji wenzangu na watenda kazi wote wa usafi ambao tumeshiriki. Naomba mjipigie makofi sana. Kama tunavyotambua na kama dhamira yetu ilivyo, mmeona uzalishaji wa taka kwenye fukwe yetu hii. Na hapa ndipo maingilio ya maji katika mto wetu Msimbazi ndio yanapoingilia. Maana yake tunategemea kupata taka nyingi. Na huu mto Msimbazi kwetu sisi kama Wanailala una zaidi ya kilomita 40 kutoka hapa mpaka unapokwenda Pugu. Na kuna mitaa zaidi ya 8 kwenye wilaya yetu, lakini pia kuna wilaya ya Kinondoni na Ubungo na kule Kisarawe ambao wote kwa pamoja wanatupa taka kwenye mto huu Msimbazi. Taka hizo zinakuja kuishia kwenye bahari hii. Na kama mnavyojua bahari haikai na uchafu, inatema. Eneo ambalo bahari hii inatema, basi inatema kwenye fukwe hii. Hivyo niwapongeze na kuwashukuru. Hamjawahi kukata tamaa kuja kufanya usafi kwenye fukwe hii. Ndio maana hizi fukwe mnaona ni fukwe safi. Lakini ubora wa fukwe hii ya Deku Beach ni fukwe ambayo ikulu yetu ipo kwenye fukwe hii. Ni fukwe ambayo ina maingilio ya bandari yetu ya Dar es Salaam. Ukiona kuna meli inakwenda kwenye bandari ya Dar es Salaam, fukwe inayopita ni fukwe hii ya Deku Beach na upande wa Kigamboni. Hivyo kuna umuhimu wa pekee kwetu sisi kuhakikisha tunatenga muda wetu kuhakikisha fukwe hii inakuwa safi. Hivyo nimshukuru mkurugenzi wa jiji la Dar es Salaam, nimshukuru katibu tawala na watenda kazi wote kuhakikisha fukwe hii imeendelea kuwa safi. Tukiifanya fukwe hii kuwa safi, tunafanya ikulu yetu inakuwa safi. Kwa sababu fukwe ya ikulu iko kwetu. Tuna wajibu wa kuhakikisha fukwe hii inaendelea kuwa safi. Hivyo niwashukuru na niendelee kuomba taasisi nyingine ziungane mkono na halmashauri ya jiji la Dar es Salaam kuhakikisha tunatengeneza na tunaitendea haki hii fukwe. Lakini hii fukwe ni sehemu ambayo jamii nyingi ya Watanzania wanakuja hapa kwa ajili ya kupumzika na wengine wanakuja kufanya mazoezi. Na tunamshukuru kipekee Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Toka alipokuwa makamu wa rais na amekuwa rais, fukwe hii ameitendea haki, ameleta fedha za kuboresha fukwe yetu. Ndio maana leo hii watu wanaweza wakafanya mazoezi kwenye hii fukwe na ni bure. Hakuna mtu anayelipishwa chochote anapofanya mazoezi au anapokuja kukaa. Ndugu zangu, wakati leo hii tunaenda kuokota baadhi ya taka kwa kushirikiana na Forum FCC na wataalamu wetu wa halmashauri ya jiji la Dar es Salaam, tumeona aina ya taka ambazo zinatupwa hapa. Nitumie nafasi hii kuwaomba na kuwasihi taasisi zote ambao ni taasisi dhibiti ya masuala ya taka, twende tukasimamie sheria na taratibu zetu. Tunazo chupa hapa ambazo zinatengenezwa na
energy kwa ajili ya matengenezo ya energy drink. Chupa zile haziokotwi na mtu yoyote. Ukiacha hapa, ukienda dampo yetu ya Pugu, chupa hizi ziko nyingi sana. Mimi niombe wahusika waende kuangalia upya, ili kuona hawa wanaotengeneza hizi kama kuna umuhimu wa kufanya package kwenye chupa za namna hii. Zipo chupa za aina nyingi ambazo zinaokotwa. Kwa nini tuendelee kukaa na chupa ambazo haziwezi kurejeleshwa? Ni vizuri tukaangalia upya. Kama sheria yetu iko vizuri, tukawasihi hizi taasisi na hizi kampuni ambazo zinazalisha kwenda kuona namna nzuri ya kutafuta package ambayo wanaweza wakapaki energy drink zao, kuliko hii hali ambayo tunaendelea kuichafua jiji letu la Dar es Salaam. Lakini jambo jingine, niendelee kuwasihi ndugu zetu wadau, tushirikiane na halmashauri yetu ya jiji la Dar es Salaam, ambao tumekubaliana kwa dhati, kwa kushirikiana na wenye viti wetu wa serikali za mitaa, kwa kushirikiana na watendaji wetu, kwenda kutoa elimu nyumba kwa nyumba, kuhakikisha kwamba taka zinatenganishwa kuanzia kwenye nyumba. Leo hii utakuta mtu ameugua, anaambiwa na sindano za masaa. Akienda anapewa feeling, anapewa sindano, anaambiwa huo unajichoma usiku saa fulani. Lakini zile sindano haambiwi namna ya kwenda kuzitupa. Leo hii wakati tunafanya sorting, tumeona sindano. Sasa uzalishaji wa zile sindano, inawezekana moja ni wale ndugu zetu wanaofanya madawa ya kulevya, wanajichoma nazo. Lakini ni wengine ni wale majumbani ambaye anaambiwa na sindano za masaa, anapewa mamlaka ya kwenda kujichoma, kumtafuta nesi kwenda kumchoma nyumbani. Hatujawahi kujiuliza zile sindano anaenda kuzipeleka wapi. Ndio tunazokuja kuziokota huku. Hivyo ni wasihi ndugu zangu, sisi kama halmashauri tunaendelea kuhamasisha kutenganisha taka zetu kuanzia majumbani, na tutaendelea kuwa na kampeni hizi, na niombe taasisi nyingine na wadau wengine wote wa mazingira mje kwenye mpango huu wa halmashauri wa kutoa elimu wa utenganishaji wa taka kuanzia kwenye majumba yetu. Twende tukatoa elimu kwenye maeneo yetu ya masoko makubwa kama soko la Kariakoo, utenganishaji wa taka katika soko letu la Kariakoo. Ukienda soko letu la Kariakoo, wafanyabiashara wanatupa tu zile takataka, lakini tuone namna gani ya kwenda kutoa elimu kutenganisha zile taka. Tumedhamiria, na hata baada ya hapa tunakwenda Kariakoo kuhakikisha tunaendelea kutoa elimu ya utenganishaji wa taka kuanzia kwenye vyanzo vya uzalishaji wa taka. Nia ni kuhakikisha katika jiji la Dar es Salaam hakuna taka inayopatikana, lakini taka hizi ziwe mali, kwa sababu taka boksi inanunuliwa, taka plastiki inanunuliwa, taka chuma inanunuliwa. Lazima tufanye taka hizi kuwa mali. Lakini taka za sokoni pia ni mbolea. Hivyo lazima tuende kushirikiana na taasisi mbalimbali na wadau mbalimbali kuhakikisha halmashauri yetu ya jiji la Dar es Salaam inaendelea kuwa safi.